Ofisini uwe utaratibu wa kawaida kuchukua mahudhurio ya kila siku, wekeni madaftari. Ikifika saa 1:30 watumishi wote akiwemo mkuu wa wilaya tuwe tumefika kazini. Katibu tawala, mkurugenzi, saa 1:30 wote tuwe kwenye ofisi za umma kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Na ukifika saa 1:30 ukufika, piga mstari pale, walinzi fungeni mageti. Huyo mtu kwa siku hiyo atakuwa hajafika kazini. Mkurugenzi, unanielewa? Huu ndio mwelekeo mpya wa serikali wilaya Hai. Ikifika saa 1:30 hujafika kazini, piga mstari. Katibu tawala, jukumu hili nakutuma. Na wanakuitaga Putini. Simama bwana. Wanakuitaga Putini kwa ufuatiliaji wako. Mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Na mimi nakupa huu mzigo mzito kama mkuu wa watumishi wote wilaya Hai. Na kuelekeza leo uanze kufuatilia watumishi wote katika wilaya yetu ya Hai. Saa 1:30 watumishi wote wao wamefika kwenye majukumu na kazi zimeanza kwenye ofisi za umma. Hakuna mtumishi mwenye excuse na hakuna mtumishi mkubwa kuliko wewe kwenye wilaya Hai. Ukimwondoa mkuu wa wilaya. Na haya ni maelekezo yangu. Na ni maelekezo ya waziri wa TAMISEMI na ndo maelekezo ya waziri mkuu aliyoelekezwa na Mheshimiwa Rais. Kazi iendelee. Kila mmoja akakae tayari, akafunge mkanda kwenye kiti chake, afanye kazi. Hakuna sababu za kupiga story. Na huna sababu ikifika saa 9 uwe umeondoka kwenda nyumbani. Wilaya Hai tunaanzisha utaratibu, utakwenda nyumbani pale ambapo task of the day itakuwa imekamilika. Sio kwamba kwa sababu muda wa kuondoka kwenda nyumbani umefika. Pamoja na kwamba hizi kero ambazo mmezisema ambazo zinagusa nyingi huduma za jamii, lakini baraza letu la madiwani kwa miaka 5 kazi tulioifanya sio ndogo, kwa kushirikiana na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Hai ambaye amerudi tena kipindi cha pili, rafiki yangu Comrade Sashisha Mafuri. Bajeti ya kwetu kwenye halmashauri, unaweza ukasema kwa nini matatizo haya yote hayakamiliki, lakini bajeti yetu ile ambao tunakusanya, ambao mnaona tunapiga kelele, watu wanatozwa ushuru, watu wana fine na nini, ni karibia bilioni 2.8 ambao tunaruhusiwa kuifanyia kazi. Kuna wakati huwa natafakari, Mheshimiwa DC, nasema au tuamue tu baraza mwaka huu tujenge vyoo tu, yaani fedha yote ya maendeleo tuipeleke kwenye vyoo tu, ili isikija kwenye mikutano kama hii tusisikie habari ya vyoo. Mimi kwa namna pekee kabisa nikupongeze. Tulisimama na kukaa maeneo haya tukampokea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama yetu Samia Suluhu Hassan. Akasema mkutano huu umekuwa mkutano mkubwa na sio mkutano, ni send off. Na kweli ndugu zangu wananchi, hii imekuwa send off.